Rebecca. Amen. Amen. Asante sana moderator. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu tena. Leo ni siku njema ambayo Bwana ameifanya. Tunamshangilia na kumsifu. Namshukuru Mungu tena kwa kunipa kibali siku hii ya leo kuendelea na somo letu. Leo tunaenda kumalizia sura ya 12 ya Samueli wa kwanza, mstari wa 13 mpaka mstari wa 25. Kwa neema ya Mungu naamini Mungu atatuwezesha na kutufanikisha tuweze kumaliza hii part. Na wiki iliyopita kuna mambo kadha wa kadha ambayo tuliyaangalia, ambayo leo tunaenda kuyaangalia kumalizia hiyo part. Kwa hiyo nitaenda kuanza kwanza na muhtasari mfupi sana. Na hii kwa nini nafanya muhtasari mfupi? Nataka kuwatia moyo watu ambao hamjaangalia au mlipitwa na somo la wiki iliyopita au na wiki nyingine zote kitabu cha Samueli toka tumekianza na vitabu vingine ambavyo tumejifunza. Uweze kwenda kwenye YouTube channel yetu na Mungu awabariki sana. Kwa hiyo wiki iliyopita kitu kikubwa tulichokiangalia ni jinsi ambavyo Samueli alikuwa anafanya hotuba yake ya mwisho, na kitu ambacho tumekiona katika wiki iliyopita ni kwamba Samueli aliishi alimtumikia Mungu toka ujana wake, na aliishi maisha ambayo yalimpendeza Mungu na wanadamu, sio tu Mungu. Mara nyingine tuna concentrate na Mungu tu, tunasahau kwamba wanadamu nao tunatakiwa kuwapendeza kwa sababu ni mashahidi, ni mashahidi. Lakini vile vile saa nyingine tunaweza vile vile tukaconcentrate kwa pendeza wanadamu tukamsahau Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye yote mawili yanahitajika. Hata Yesu alivyokuwa anakuwa, neno la Mungu linasema alikuwa katika kimo na katika maarifa akimpendeza Mungu na wanadamu. Kingine tumeona umuhimu wa kujitafakari, sio kuishi bila kutafakari kwamba niliendaje hapa katika hizi katika njia zangu. Samueli ametuonyesha mfano mzuri sana wa mtu ambaye alijitafakari, na inaonekana ilikuwa ni tabia yake kujitafakari. Kwa hiyo hata wakati ana handover au tuseme anafanya hotuba yake ya mwisho, alikuwa ana confidence kwamba ameishi maisha ambayo hayakuwa maisha ya dhulma au ya aibu mbele za Mungu. Kingine ambacho tumejifunza ni kwamba kumbe hofu ya Nahashi ndio iliwafanya wana wa Israeli kutaka mfalme, na bila kujua wao kwamba wanapomtaka mfalme wanamkataa Mungu. Hawakujua hiyo. Tuliangalia mstari mmoja ambao ulituonyesha kwamba hata sisi leo tunapoipenda dunia tunakuwa tumemkataa Mungu, kwa sababu mtu hawezi kutumikia mabwana wawili, Bwana Yesu alisema. Vile vile tunaona katika hiyo hotuba Samueli alijaribu sana kuwakumbusha matendo ya haki ya Mungu toka walipotoka Misri, na kwamba ni Mungu ndio aliyewaongoza. Kwa hiyo anajaribu kuwaambia jamani, indirectly ukiangalia ile message yote ni kwamba jamani, huyu Mungu ambaye ameongozeni toka mkiwa Misri, mliteswa, Mungu alikuwa pamoja nanyi, akawatoa, mmefika leo mahali hapa, mmemsahau vipi? Mmesahau vipi matendo yake ya haki? Lakini nadhani wale walikuwa bado hawajaelewa, na leo tutaendelea kuangalia. Kwa hiyo kama nilivyosema, kama umemiss anything, tembelea channel yetu, na kama bado subscribe, share, like and comment, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kwa hiyo ya leo, somo la leo hiyo First Samuel, tutaanzia mstari wa 13 mpaka mstari wa 19, ndio itakuwa sehemu yetu ya kwanza. Alafu sehemu ya pili itakuwa mstari wa 20 mpaka 25. Kwa mstari wa 13 unasema, basi sasa mtazameni mfalme mliyemchagua na kumtaka. Tazameni Bwana ameweka mfalme juu yenu. Kama mkimcha Bwana na kumtumikia na kuisikia sauti yake, msiasi amri ya Bwana. Tena kama ninyi na mfalme anayewatawala mkimfuata Bwana Mungu wenu vema, bali msipoisikia sauti ya Bwana, mkiasi amri ya Bwana, ndipo mkono wa Bwana utakuwa juu yenu kama ulivyokuwa juu ya baba zenu. Na sasa simameni mkalione jambo hili kubwa Bwana atakalolitenda mbele ya macho yenu. Next ni mstari wa 17, anasema, leo je, si mavuno ya ngano? Nitamwomba Bwana kwamba apeleke ngurumo na mvua, nanyi mtajua na kuona ya kuwa uovu wenu ni mwingi sana mlioufanya machoni pa Bwana kwa kujitakia mfalme. Basi Samueli akamwomba Bwana, naye Bwana akapeleka ngurumo
na mvua siku ile, nao watu wote wakamwogopa Bwana sana, na Samweli pia. Watu wote wakamwambia Samweli, utuombee sisi watumwa wako kwa Bwana Mungu wako, tusije tukafa, maana tumeongeza dhambi zetu zote kwa uovu huu wa kujitakia mfalme. Amen. Kwa hiyo ni mstari wetu wa 13 mpaka wa 19. Kwa hiyo kwako moderator, na Mungu akubariki. Amen. Amina. Jamani, asanteni. Karibuni kuchangia. Tumejifunza nini? What is your take katika mistari yote hiyo? Naangalia kwenye mikono hapa. Karibuni. Mmejifunza nini? Madhara ya kutaka mfalme. Waliomba mfalme, waling'ang'ania mfalme. Okay. Sister Rebecca, okay, karibu Bishop Victoria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nachangia tu kitu kidogo tu hapo mstari wa 16. Naangalia huyu nabii Samueli anawaambia watu wa Israeli kwamba wasimame na kuona matendo makubwa ya Mungu. Kisha Samueli anaomba na Mungu anatuma ngurumo na mvua wakati wa mavuno ya ngano, wakati kipindi kilikuwa sio kipindi cha mvua. Na hii ni tukio, ishara ambayo inaonyesha kwamba hao watu walikuwa wamemkosea Mungu. Lakini pamoja na kumkosea Mungu, ninaangalia hicho kitu alichokisema nabii Samueli, kinaashiria kwamba Mungu wakati mwingine huwa anafunua dhambi za watu, huwa anafunua dhambi zetu ili tumrudie kwa toba. Nikisoma Yohana 16:8 anasema, naye akisha kujua huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Yaani hichi kitu alichokiongelea kuhusu hiyo mvua, na ilitokea kweli, ilikuwa ni hukumu kwao. Lakini tukisoma Zaburi ya 139 anasema, Mungu unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Sasa Mungu pia huwa anathibitisha neno lake kupitia watumishi. Huyu Samueli aliposema kwamba Mungu anafanya jambo kubwa, Mungu alifanya kweli. Kila alichokisema Samueli ni Mungu alikifanya. Na hii somo na hicho kitu kinanifundisha kwamba Mungu mara nyingi huwa anathibitisha ujumbe wake kupitia watumishi wake. Ni watumishi wake wa ukweli, sio kila mtumishi. Yeremia 1:12 anatuambia, ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana naliangalia neno langu ili nilitimize. Haleluya. Anapoongea mtumishi, neno linatimia kama tunakuwa tumelisimamia. Na maneno aliyoongea Samueli tunaona hapa yalienda kweli, yakatokea. Japo kitu kingine ambacho tunaona, haikuwa wakati wa mvua, kwa hiyo inanifundisha ukuu wa Mungu pia. Na ikatokea kama alivyonena. Amen. 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 Nimeshinda kunyosha hapa kidogo. Karibu Sister Kanana. Amen. Sio sana. Amen. Mimi naangalia hapo jambo moja. Samuel anawaambia kwamba hata kama wanamtaka mfalme, Mungu bado anatakiwa kumwabudu Mungu. Bado wanahitaji kumwabudu Mungu, bado wanahitaji kumcha Mungu, kwa sababu Mungu ndio mwenye uwezo wa vyote. Kwa hiyo kama alivyosema Sister Victoria, yani bado Mungu ni mkuu katika yote, ni mkuu wa taifa. Bila kuongozwa na Mungu, hata ukiwa na mfalme haitasaidia. Bado tunahitaji kumcha Mungu. Tena ukiangalia kwa pande mwingine, ngurumo inamaanisha kwamba ameweza kufanya vitu hivyo vya ngurumo na kuonyesha kwamba ukuu wake ni Mungu. Umeona? Kwa hiyo bado anawasisitizia, hata kama huyu mfalme tunawapa sasa hivi yuko hapa, bado nyinyi watu tunahitaji kumtukuza na kumcha Mungu. Amen. 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 Kuna mtu mwingine naangalia hapa nikisubiri mkono, na mimi naomba nichangie pointi yangu. Hiyo mistari tuliyosoma ni kwamba on top of wenzangu alichosema ni kwamba alikuwa anajaribu kuwakumbusha tu kwamba ndio walitaka mfalme, Mungu amewapa mfalme, lakini pia anataka waendelee kumtii Mungu on top of that. Lakini kikubwa
alikuwa anawaonesha, jamani, huyu Mungu, yani mamlaka na nguvu za Mungu. Ndio pale ambapo akaita hicho alichokiita, kuwaonesha how powerful God is, kuwakumbusha tu kwamba ndio mmeomba na mlichoomba, lakini mkumbuke kwamba kuwaonesha kwamba ukubwa wa Mungu. Hiyo ndio my take away katika hii yote, jinsi alivyowaonesha kwamba, kwa sababu aliwaambia kwamba baba zenu walivyo mkikosa bado mtapata mapigo na mtaadhibiwa. Kwa hivyo alikuwa anawakumbusha tu kwamba mlichotaka mtapewa, lakini mkumbuke huyu Mungu ni mkubwa na mamlaka. Msipotii, msipofanya, haya ndio atakayotokea kwenu. Amen. Naomba nitoe nafasi kwa mtu mwingine ambaye pengine ameshindwa kunyoosha mkono, sababu hapa sioni kama kuna mkono mwingine. Nakupa dakika moja kama kuna mtu ana kitu, naomba uongee. Okay, Sister Rebecca, naona watu wanataka kusikiliza zaidi leo. Karibu. Amen, amen. Asanteni sana kwa michango yenu wapendwa. Mungu awabariki, na asanteni wote ambao mmehudhuria ibada yetu ya leo. Nitaanza na huo mstari wa 13 ambapo neno la Mungu linasema, basi sasa mtazameni mfalme mliyemchagua na kumtaka. Tazameni Bwana ameweka mfalme juu yenu. Kwa kitu cha kwanza hapa naona jinsi ambavyo Samueli anataka wamtazame yule mfalme. Sasa hata sisi wenyewe, mtu anapokuambia mtazame, ni kwamba yule mtu anataka uone na uone nini? Yani kwa nini Samueli aliwaambia mtazameni? Alikuwa anataka waone nini? Kwa sababu tumejifunza toka last week kwamba Samuel is not happy and he is doing everything in him to convince them that they are wrong na wafanye toba, kama alivyosema Sister Victoria, nadhani amezungumzia hicho kitu. Sasa neno la Bwana linasema katika Yeremia 1 mstari wa 11 mpaka wa 12, tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Yani nimemshangaa Mungu. Sister Victoria uliusema umstari. Tena neno la Mungu likanijia likasema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mionzi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema. Mimi ni hiyo part hiyo ya umeona vema ndio ambayo nataka kuiangalia. Kwa nini nimesema hivyo? Wale wakati wanaambiwa mtazameni yule mfalme, what did they see? Waliona mfalme mrefu, mwenye nguvu, atakayewaokoa, atakayewapigania na adui zao. Lakini what did God see? Mungu aliona ni mfalme ambaye atawatesa. Na aliwaambia huko nyuma tulipoenda kuangalia kule kwenye chapter 8 nadhani, akawaambia mnataka mfalme? Tawapeni mfalme, lakini this is the kind of king nitakayewapeni. Atawatesa, atawafanya hivi. Lakini wenyewe they ignored all that. Na wanachotaka kukiangalia ni kile ambacho wameamua kukiangalia. Je, sisi katika maisha yetu ni mara ngapi tumekuwa fixated na kile kitu ambacho kimetujaa moyoni mwetu? Kwa sababu kitu kilichokujaa moyoni mwako ndio hicho kitu ambacho utaconcentrate. Kwa hiyo saa nyingine Mungu anakuambia nenda huku, lakini wewe kwa sababu ulikwisha amua kwenda upande huu, hata Mungu akakuonyesha kwamba ukienda huku kuna shimo, bado utataka kwenda kwa sababu it's your ulisha make up your mind. So that is what is happening. Ndio maana aliwaambia mtazameni. Kwa sababu yeye Samueli, kwa sababu alikuwa anamjua Mungu na ana moyo wa Mungu, alikuwa anaona kitu tofauti, lakini wao wanaona kitu tofauti. Kwa Mungu atusaidie sana, tunapoona vitu tuone kama Bwana, kama Yeremia alivyoona. Alichoona ndicho Mungu alichoona, na sisi Mungu atupe macho ya kuona sana Mungu jinsi anavyoona. Huo mstari wa 13 ana insist kusema mtazameni mfalme mliyemchagua na kumtaka. Sio tu nini, mmemchagua na kumtaka. Unajua unaweza wakichagua kitu afu ukitaki, yani umekichagua out of options, lakini hao wamechagua kitu ambacho wamekitaka wao. Bwana alisema katika Kumbukumbu la Torati, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Kwa hiyo hawa Mungu alikuwa amewawekea choice mbili. Wangeweza kuchagua uzima au kuchagua mauti, kwa sababu Mungu alikuwa kiongozi wao. Nakumbuka wiki iliyopita Samuel akijaribu kuwakumbusha kwamba ndio aliwatoa Misri, aliwaongoza, ndio aliwainua waamuzi wote waliwahi kuamueni nyinyi kabla yangu. Walikuwepo kina Gideoni, kina Yeftali, wote wale waliwaamua, walichaguliwa na Mungu. Musa alichaguliwa na Mungu. Leo kitu gani ambacho kinawafanya nyinyi
mnamkataa Mungu aliyowaongoza, mnataka mfalme mwenye sifa mnazozitaka nyinyi. Kwa hiyo na sisi vile vile tuangalie sana kile kitu ambacho tunakichagua na kitu ambacho tunakitaka. Na kwa sababu hiyo sasa nataka kuleta hii swala la kwamba ndio maana neno la Mungu linatuambia, Bwana Yesu anasema nawapa Roho Mtakatifu ili aweze kuwasaidia, na ni Roho Mtakatifu peke yake ndio anaijua mawazo ya Mungu. Kwa hiyo tunapofuata vile vya ambavyo Roho Mtakatifu anatufundisha, anatuongoza, ndipo the only time ambapo tunafanya maamuzi yaliyo sahihi. Lakini mawazo ya mwanadamu, Mungu mwenyewe alisema toka utoto wake ni batili, yani ni yamejaa, sisi mioyoni mwetu tumejaa udhalimu na uovu ndani yetu. Kwa hiyo chochote tunachokichagua kwa sababu tumekipenda kwa moyo wa tamaa zetu hakitakuwa kitu sahihi. Lakini tukipenda kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, tutachagua maamuzi yaliyo sahihi. Sasa vile vile unaweza ukajiuliza, sasa kama huyu mfalme Sauli Mungu mwenyewe alimuona hawafai, kwa nini alimpa? Kwa sababu neno la Mungu linasema Bwana ameweka mfalme juu yenu. Yani huyu Samueli anawaambia huyu mfalme mlimchagua, mtazameni kwa sababu Bwana ndio amewapa. Kwa nini Bwana anatupa kitu ambacho anajua kitatuletea madhara? Kwa sababu vitu vyote ni vinatoka kwa Bwana. Warumi 11:36 inasema kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vinarejea kwake, utukufu na yeye milele na milele. Mungu anaweza kutumia kitu chochote anachopenda akakupa kitu kisichofaa ili kukufundisha. Kwa hiyo hapo ndipo inapotakiwa tumuogope Mungu na tusijaji. Mara nyingine tunajaji baraka za Mungu kwetu kwa vile vitu ambavyo tunapokea kwa Mungu, au tunajaji mahusiano yetu na Mungu kwa sababu Mungu amenipa hiki. Fikiria hawa, kwa sababu Mungu amewapa mfalme, wanaweza kujifikiria they are right with God kwa sababu Mungu amewapa kile walichokiomba, but they were so far away from God. Kwa hiyo tuwe careful not to judge what we receive from God kwamba ndio baraka. Kwa hiyo mimi mahusiano yangu na Mungu, je, ni kitu ambacho kinagusa moyo wa Mungu? Ni kitu kinachomfurahisha Mungu wewe kuwa nacho? Kwa hiyo tusiangalie hivyo, tuangalie mahusiano yetu. How close are we with God? How intimate are we with God? Kitu kingine, mstari wa 14 anawaambia kama mkimcha Bwana na kumtumikia na kuisikia sauti yake, msiasi amri ya Bwana. Tena kama ninyi na mfalme anayewatawala mkimfuata Bwana Mungu wenu vema. Umeona? Kwa hiyo bado tunamuona Samueli, yani mpaka saa nyingine I feel for him. He was so close to God. He had the heart of God. Anajaribu kuambia okay, sawa, Mungu amewapeni huyu mfalme, basi msimwache Mungu, mtumikieni Mungu. Mtumikieni Mungu. Na wala msimwache, wala msimwasi Mungu. Sasa neno la Mungu linatuambia huyu ni Joshua. Joshua wakati na yeye karibu anamaliza kazi yake, aliwakuta tena wana wa Israeli wameanza kutumikia miungu kama kawaida yao. Hata hiyo pati tuliyosoma naambia kama baba zenu. Yani wana tabia za baba zao zile zile hazijaisha. Wakifika mahali tu pakitokea kitu kidogo, wakishamwacha Mungu wanaendelea na miungu mingine. Kwa hiyo sasa Joshua ikabidi asimame awaambie katika Joshua 24 mstari wa 14 mpaka 16. Anasema basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyoofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri, mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao wamekaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hao watu wote wakajibu wakasema, hasha, tusimwache Bwana ili kuitumikia miungu mingine. Again, hiyo ilikuwa ni wakati wa Joshua, ni miaka mingi imepita. Still the same, hawa ni wajukuu au ni vitukuu. Bado Samueli anapata tena wajibu wa kuambia msiasi, mtumikieni Bwana na kuisikia sauti ya Bwana. Amen. Kingine ambacho nimekiona katika huo mstari, huo mstari, sorry, one moment, nadhani huo mstari wa 15, yes. Inazungumzia kuhusu kutokumsikia Bwana. Anasema hivi, bali msipoisikia sauti ya Bwana, mkiasi amri ya Bwana, ndipo mkono wa Bwana utakuwa juu yenu kama ulivyokuwa juu ya baba zenu.
Umeona jamani, kutokumsikia Bwana kuna matokeo, na matokeo yake ndo kama hii, mkono wa Bwana unakuwa juu yenu. Mkono wa Bwana unavyokuwa juu, yani ina maana mkono wa Bwana unakuwa against you, not with you. Hauko pamoja na wewe, unakuwa against you, na ni kitu cha kusikitisha sana. Musa wakati anaondoka na yeye katika Kumbukumbu 28:15 aliwaonya, aliwaambia, lakini itakuwa usipotaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizavyo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Kwa hiyo mojawapo ya laana, mojawapo waliambiwa kwamba msipomsikia sauti ya Bwana, Mungu atawapa nguvu mataifa yenu waje wawapige. Hawa kina Nahashi wanapokuja kuwapiga, sio kwa sababu nini, Mungu amewatia nguvu kina Nahashi waje wawapige kwa sababu wameacha kumsikiliza Bwana. Sasa wenyewe bila uelewa kwamba tunapigwa na hawa adui kwa sababu ya kumwacha Mungu, tumrudie Mungu, wenyewe wanatafuta temporary solution ya kutafuta mfalme. What about us? Ni mara ngapi ambapo tunatafuta temporary solution wakati tunatakiwa tutafute permanent solution? Permanent solution siku zote ni kumrudia Mungu. Tunaweza tukatafuta kitu tukifikiri kile kita cover up tabu ile ambayo ninayo kwa sasa hivi, lakini matokeo yake ni ya muda mfupi. Tutakuja kuona hapo mbele. Vile vile kuasi. Maana ya kuasi ni nini? Maana anasema msipoisikiliza sauti ya Bwana. Maana kuna kutokusikiliza, na kutokusikiliza anapozungumzia huyu Samueli ni kwamba nimekusikia unaongea kama sisi wote hapa mnanisikia naongea, lakini au ngoja nitoe mfano mzuri. Wengi wetu tuna watoto au tuna younger siblings. Unaweza ukamwambia hebu nenda ukafanye hivi, mtu anaamua tu anaendelea kufanya kitu kingine. Nenda ukafanye hivi, ni kwamba amekusikia, afu anaweza kukwambia hivi nitafanya, lakini wewe unataka kifanywe wakati ule. Sasa ile ni kutokusikiliza. Pamoja na kuwa umenisikia na umeelewa, lakini umeamua tu kutokuisikiliza. Ndio hicho alichokuwa nakizungumzia. Lakini kuna hii kuasi. Wewe chukulia mfano wa mwanajeshi. Mtu yote anapokuambia kuasi ni unaipinga ile mamlaka. Yani unaiquestion mamlaka, huitaki ile mamlaka. Na wao kwamba amri za Mungu walikuwa wanajua, lakini they chose not to do kwa sababu they don't respect mamlaka ya Mungu juu yao. Na hii ni dhambi kubwa sana, na ndio dhambi iliyomfanya shetani atupwe, ni kuasi, dhambi ya uasi. Unaona, ndio anasema sasa mkiasi amri ya Bwana ndipo mkono wa Bwana utakuwa juu yenu kama ulivyokuwa juu ya baba zenu. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Waebrania 3:15 mpaka 19. Inasema hapo inenwapo leo, kama mtaisikia sauti yake, msifanye mioyo yenu migumu kama wakati wa kukasirisha. Ukienda kwenye kitabu cha Kiingereza kinasema the time of rebellion. Kama wakati wa kukasirisha. Maana ni akina nani waliokasirisha? Yani ni kina nani walio rebel? Waliposikia. Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa. Tena ni akina nani waliochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa. Tena ni akina nani aliowapia kwamba wataingia katika raha yake, ila wale walioasi. Basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Imenitisha kidogo mstari, kwa sababu ukiangalia kumbe mara nyingine tunaasi. Sio kwamba we have intended to do it, lakini kwa sababu inaanzia na kutokuamini. Yani Mungu anasema kitu, kwa vile sijakiamini naishia kutokukifanya ingawaje nimesikia. Yani the problem is ni kwamba nimekisikia. Nimesikia, sikuamini. Sikuamini, sifanyi. Nisipofanya, nimeasi. Kwa hiyo umuhimu wa kuamini. Na ndio maana ukiangalia hata Bwana Yesu kule alichokifanya, katika mji ambao amezaliwa, anasema kufanya miujiza mingi kwa sababu hawakumwamini. Kwa hiyo kutokumwamini Mungu ni kuasi, na ni dhambi ambayo inapelekea mauti, inapeleka jehanamu. Na ndio maana mtu asipomwamini Yesu hawezi kuingia ufalme wa mbinguni, kwa sababu umeasi mamlaka ya mbingu ambayo imesema kwamba wewe kuokolewa au kumuona Baba ni kupitia Yesu Kristo.
Umeona? Mstari wa 16 inasema Mungu warudi anaowapenda. Kwangu mimi nimeangalia hivyo, sababu yeye anasema hivi, na sasa simameni mkalione jambo hili kubwa Bwana atakalolitenda mbele ya macho yenu. Mpaka hapa bado tunamuona Samueli, moyo wake, yani ana moyo wa Mungu sana, kwamba jamani, labda hawa watu wakionyeshwa ishara labda watageuka. Sasa hebu simameni basi muone hili jambo ambalo Bwana atakalolitenda machoni penu, akitumainia kwamba hawa watu watakapoliona hili jambo wataweza kugeuza moyo wao na kumrudia Mungu. Neno la Mungu linasema, maana yeye ambaye Bwana anampenda umrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili. Mungu awatendea kama wana, maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu, ninyi wala si wana wa halali. Hiyo ni Waebrania 12 mstari wa 6 mpaka wa 8. Kwa hiyo bado tunaona upendo wa Mungu bado uko pale pale, pamoja na kuwa wao wamechagua kitu kingine, lakini Mungu bado anaendelea kuwaita. Jamani, embo amuoni hivi, amuoni hivi. Mstari wa 17 naomba niuangalie kwa Kiingereza. Kwenye Kiingereza umeongea vizuri zaidi. Unasema hivi, is it not wheat harvest today? I'll call unto the Lord, and he shall send thunder and rain, that you may perceive and see that your wickedness is great, which ye have done in the sight of the Lord in asking you a king. Sasa hapa ndio nimesema you may perceive. Hilo neno you may perceive ndio ambao mimi nimeona kwamba pana ujumbe mkubwa sana. You may perceive and see, kwamba mimi namuomba Mungu alete ngurumo na radi ili muweze kuelewa mioyoni mwenu kwamba uovu wenu ni mkuu. Did they perceive? Baada ya kuona ngurumo na nani? Ngoja tuangalie. Neno la Mungu linatuambia katika Isaya 6 mstari wa 9, naye akaniambia, enenda ukawaambia watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione. Kwa hiyo jamani, kusikia, hata ukasikia mara 1000, kama moyo wako ni mgumu hautafahamu. Utatazama, kama moyo wako mgumu hautaelewa. That is what it is, because wamekaza shingo zao, wanataka mfalme. Embu tuone hapo mbele inakuwaje. Sasa kingine ambacho nimekiona kwamba hii ngurumo na mvua, hii ishara ambayo huyu aliiomba, ni kwamba sio kila mvua na kila ngurumo inayokuja katika maisha yetu imekuja kutuua au imekuja kutuharibu, na wala sio wakati kila wakati ngurumo na mvua ni shetani ndio anazileta. Maana mara nyingine maombi Bwana ya walokole kila saa ni kupambana tu na shetani, badala ya kujitafakari kama tulivyomuona Samueli akijitafakari, kuangalia ni wapi nimekosa. Kwa sababu wewe mmetoka huko Misri, mnaenda hivyo hivyo, mnaenda mkikosa, mnaenda mkianguka, mnamlilia Mungu, Mungu anatuma mtu wa kuwatetea. Lakini sasa hivi imefika point mnaona hata kumlilia Mungu, Mungu atupe mtu wa kutusaidia, hapana, sisi ndio tunaotaka mtu wa namna hii. Kwa hiyo shida ndio ipo hapo. Kwa hiyo sasa ngurumo na mvua hata sisi tunazipataga katika maisha yetu. Kama huyu Samueli alivyosema, hiyo mvua na ngurumo inakuja ili upasive na kujua kwamba umekosa. Na sisi huwa ngurumo na mvua zinapokuja katika maisha yetu, do we perceive kwamba Mungu ameituma hii mvua au hii ngurumo kwa sababu gani? Kweli inawezekana hatujakosa, inawezekana tu ni somo Mungu anataka kukufundisha, upate somo fulani ambalo ulikuwa ulilijui, au inawezekana ni alama ya kitu fulani katika maisha yako, kwamba kuna kitu kizuri kinakuja mbele zako, au ni matayarisho, kwa sababu wakati mwingine Mungu ananyesha mvua na nini, matayarisho ya kwamba ni wakati wako wa kupanda. But what we need to do ni kwamba to perceive. Neno la Mungu linatuambia katika Isaya 55, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu aletaye chakula, ndivyo itakavyokuwa neno langu litakalotoka katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiliza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yote niliyoyatuma. Kwa Mungu alikuwa anaituma ile mvua na ngurumo ili iweze kuwageuza
waweze kuona ukuu wa Mungu kama wengine walivyosema, waweze kuona ukuu wa Mungu, waweze kuona matendo ya Mungu, waweze kukumbuka fadhili za Mungu, waweze kukumbuka Mungu alikowatoa, waweze kutubu. Lakini haikuwa hivyo. Mstari wa 17 inasema maombi yenye matokeo. Huo mstari huo mmoja. Inakuwaje kwamba mwenzetu Samueli akaomba, anasema nitamwomba Bwana kwamba apeleke ngurumo na mvua nanyi mtajua, na alipoomba mvua ikanyesha. Haya mimi naona kama ni maombi ya matokeo, kama ilivyokuwa kwa Elia. Neno la Mungu linatuambia Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja kama sisi, lakini aliomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Bidii hapo inaonyeshwa kwamba mara nyingine, wapendwa, tunahitaji kuomba na sisi kwa bidii ili ishara na maajabu ziweze kuonekana. Mvua ipate kunyesha, mvua ipate kusimama. Wakati mwingine panakuwa na mvua na mafuriko katika maisha yetu au maisha ya wengine. Tunatakiwa kuomba kwa bidii ili hivyo vyote viweze kufanyika, kama ni kusimama, au kwa sababu Elia aliomba mvua ikasimama mara kwanza, afu akaomba mvua ikanyesha. Huo mstari wa 17 vile vile tunaweza kujifunza jinsi Mungu anawaheshimu wanaomheshimu. Tumeona maisha ya Samueli kuanzia wiki iliyopita yalikuwa ni maisha ya kumcha Mungu, ni maisha ya kumpendeza Mungu, ni maisha ambayo aliishi alimpendeza Mungu na wanadamu, na kwa sababu hiyo naye Mungu alimheshimu. Na somo lingine ambalo nimejifunza kwa Samueli hakuwa hypocrite. Kama hata alivyokuwa anawaambia wale mkamtumikie Mungu, yeye alishamtumikia Mungu mpaka amefika uzee. Toka utoto, toka akiwa na miaka 5 anamtumikia Mungu. Kwa hiyo chochote alichokuwa anasema ni kitu ambacho amekiishi. Je, sisi tunaongea vitu ambavyo tumeviishi au tunakuwa kama Mafarisayo na Masadukizi? Mungu atusaidie. Neno la Mungu linatuambia katika hiyo Samueli ya kwanza sura ya 2 tuliisoma mstari wa 30b. Anasema jambo hili naliwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Kwa hiyo wapendwa, tukitaka Mungu atuheshimu, na sisi tumheshimu Mungu. Mstari wa 17 anasema nanyi mtajua ya kuona ya kuwa uovu wenu ni mwingi sana mlioufanya machoni pa Bwana kwa kujitakia mfalme. Sasa uovu ni upi hapa? Kujitakia mfalme, kwa nini imekuwa ishu kwa Mungu? Kwa nini Mungu anasema kwamba huu ni uovu mwingi sana? Yaani sio kwamba uovu wenu mmemkosea Mungu, no. Yaani anaintisi kabisa kwamba huu uovu ni mwingi sana wa kujitakia mfalme. Lakini bado pamoja na kwamba wamejitakia mfalme ni kosa, bado Mungu akawapa huyo mfalme. Neno la Mungu linatuambia katika Matendo 13:20 mpaka 23. Neno la Mungu linasema baada ya hayo akawapa waamuzi hata zamani za nabii Samueli. Hatimaye wakaomba kupewa mfalme. Mungu akawapa Sauli mwana wa Kishi, mtu wa kabila ya Benyamini, kwa muda wa miaka 40. Kwa nini Mungu aliwapa miaka 40 Sauli? Anasema na alipokwisha kumuondoa huyo, Mungu ndo alimuondoa Sauli. Niambieni sasa, mniambie ambao tumesoma hichi kitabu mpaka sasa hivi, tuone, je, Mungu kweli aliwapa kwa kupenda au Mungu aliwapa kwa sababu wao wameng'ang'ania? Anamwambia na alipokwisha kumuondoa huyo, akamuinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alimshuhudia akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Katika uwezo wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi, yani Yesu, kama alivyoahidi. Muona tofauti ya wafalme wawili, Sauli na Daudi? Sauli walimtaka wao, Mungu akawapa miaka 40 ili katika hiyo miaka 40 wajifunze kwamba siku nyingine tusitake cha kwetu sio kizuri. Aliwapa kwa muda wa miaka 40 na Sauli aliwatesa kwa miaka 40. Umeona? Na tunajua katika Biblia namba 40 siku zote imetumika ni kipindi cha test. Yesu alikaa jangwani ni siku 40. Wana wa Israeli walitembea jangwani miaka 40 na walitakiwa watembee siku 40. Kwa hapa unaona haikuwa mapenzi ya Mungu kabisa wapa Sauli. Hii ndio ile tunayosemaga unakiomba kitu kabla ya wakati. Walimuomba Sauli wapewe wakati Mungu was continuing to seek Daudi. Ukienda kusoma ya Kiingereza iseme nimemwona Daudi, inasema I have found David.
the man after my heart. Ina maana Mungu is always searching. Neno la Mungu linatuambia macho yake yanazunguka zunguka kuangalia duniani amuone ni nani mwenye haki. God was still looking for David. Lakini sisi kwa sababu ya impatience, wakati Mungu anatafuta yule anayefaa, tunachukua alternative than option. That's what happened. Na Mungu hapa anasema kwamba mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu. Haya maneno hayajasemwa kuhusu Sauli kwamba Sauli anaupendeza moyo wa Mungu. Anasema atakayefanya mapenzi yangu yote. Kwa hiyo kuna Daudi alikuwa amebeba mapenzi ya Mungu. Na anasema na katika uzao wake mtu huyu nimewaletea mwokozi. Ndani yake, ndani ya Daudi palikuwa na seed ya Yesu Kristo mwokozi. Kwa hiyo umeona kwamba saa nyingine we want things ambavyo havijabeba mapenzi ya Mungu. Lakini kwa sababu ya ubishi wetu utapewa kwa hiyo miaka 40, kwa siku 40, kwa wiki 40, kwa miezi 40. Yamkini baada ya hayo mateso utajua kwamba baba nimekosa. Lakini kwa nini, why should we go through kipindi cha mateso kwa kutokuwa patient? Kwa sababu kumbe katika hii miaka 40 ambayo Samueli labda angekufa, ungekuwa hawana mtu, wangeweza kumtegemea Mungu. Mungu akawaongoza katika hiko kipindi mpaka atakapo bila kuwa na mfalme Sauli hapa in the middle. Kwa hiyo iwe ni funzo kwetu na sisi. Na mimi huwa naamini mara nyingi unapokaribia mwisho wa jaribu lako, shetani siku zote atakuletea answer. And hilo jibu litakuja kama vile ndio lenyewe. Na ukalichukua hilo jibu, you have missed out. Utapoteza miaka 40 jangwani. Utapoteza 40 years of your life ili tena uje ukipate kile kitu ambacho Mungu alikuwa amekiandaa. Kwa hiyo huo mstari wa 17, kitu kingine ambacho najifunza ni kwamba tatizo alikuwa maombi yao. Kwa sababu walimuomba Mungu, sio kwamba walienda wenyewe tu wakamtafuta mfalme, wakaenda wakamsimika mfalme, wakamfanya mfalme. No, walienda kwa Samuel wakatuambia tunataka mfalme. Kwa hiyo Samuel akaenda kuomba, ni kwamba ni kitu walichoomba. Lakini tatizo sio maombi yao. Tatizo ni intention ya maombi yao. Maombi yetu tunaombaje? Neno la Mungu linatuambia maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna afayahamuye ila roho wa Mungu. Lakini sisi hatukipokea roho ya dunia, bali roho atokae kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Kumbe yapo Mungu ambaye ametukirimia. Hiyo ni waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 2 mstari wa 11 mpaka 12. Yapo Mungu ambaye ametukirimia, lakini sisi tunashindwa kuyafahamu kwa sababu hatuyajui mawazo ya Mungu, ila Roho Mtakatifu anayajua. Kwa hiyo Mungu alikuwa tayari ameshawakirimia mfalme, na alikuwa ameahidi kwamba atawapa Israeli mfalme ambaye atakuwa ndio chimbuko la Yesu kuzaliwa. Hiyo ni ukarimu wa Mungu. Lakini kwa sababu wenyewe hawajui wakati na nyakati ambapo huo ukarimu wa Mungu au hiyo zawadi ya Mungu inaachiliwa, wakaomba kitu ambacho ni alternative. Kwa na sisi ili tuweze kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu, ni lazima tumruhusu Roho Mtakatifu atusaidie. Mstari wa 19 anasema watu wote wakamwambia Samueli, utuombee sisi watumwa wako kwa Bwana Mungu wako, tusije tukafa, maana tumeongeza dhambi zetu kwa uovu huu na kujitakia mfalme. Je, kweli hawa watu walikuwa kweli wanaomba toba? Walipokuwa wanalia wanasema utuombee sisi watumwa wako tusije tukafa, au walikuwa wanaogopa kufa kifo cha mwili tu? Kwangu mimi naona walikuwa wanaogopa kufa kifo cha mwili. Kwa sababu mbona hapa hawasemi kwamba tuombee sisi watumwa wako na huyo mfalme basi hatumtaki tena, sisi tunataka Mungu atuongoze? No, walikuwa wanataka kuendelea katika njia zao, lakini hawataki kufa kimwili. Wanasahau kwamba tunakufa kimoyo na moyoni. Hata Adamu alivyoambiwa utakufa, akufa pale pale. Neno la Mungu linatuambia katika Yakobo 4, mkaribieni Mungu naye atakaribia ninyi. Jitakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Yaani hapa wanataka matendo ya Mungu, wanataka Mungu awatetee, lakini Mungu hawamtaki. Ndio hizo nia mbili. Huzunikeni na kuomboleza na kulia, kucheka kwenu na kugeuzwe kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa hamu. Jidhirini mbele za Mungu naye atawakuza. Je, mnawaona hapa wakijidhini mbele za Mungu?
mimi siwaone kama wanajidhini mbele za Mungu, kwa sababu bado wanakitaka kile kile ambacho wanakitaka, wanamtaka yule mfalme. Mstari wa 19 huo unatuonyesha kwamba jamani, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana. Cha mwisho ambacho hapa nakiona katika mstari wa 19, watu wote wakamwambia Samueli, utuombee sisi watumwa wako kwa Bwana Mungu wetu, tusije tukafa. Umeona, kazi ya kuhani siku zote ni kuomba, kuwaombea watu na kuwapatanisha na Mungu. Na sisi tunamshukuru Mungu. Katika Waebrania 4 mstari wa 14 mpaka 16 inasema, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwetu sisi wapendwa, leo ambao tumekutana mahali hapa, tukumbuke kabisa tunaweza kuwa kama wana wa Israeli, tumefanya maamuzi ambayo yametuletea taabu, lakini leo Mungu anatuambia tukikaribie kiti chake cha neema kwa ujasiri, kwa sababu kuhani tuliye naye ni kuhani mkuu, sio kama Samueli. Samueli yeye alikuwa anatoka pale tena anaenda kuwaombea kwa Mungu, lakini sisi Bwana Yesu amekaa upande wa kuume wa Mungu Baba, na ndio yeye anayetuombea. Kwa hivyo tuendeni mbele za Mungu. We are not too late. It's never too late with God. Tunaweza tukaenda leo mahali popote ambapo hatukufanya mapenzi ya Mungu, ambapo hatukwenda katika njia za Mungu, Mungu akaenda kuturehemu, kutuhurumia, kutusamehe, na tukaanza vema upya na Mungu, na Mungu akarudisha hata hiyo miaka ambayo tumekwisha ipoteza jangwani. Amen. Taenda kusoma sasa sehemu ya pili mstari wa 20 mpaka 25. Neno la Mungu linasema, Samueli akamwambia, msiogope, ni kweli mmeutenda uovu huu wote, lakini msigeuke na kuacha kumfuata Bwana, bali mtumikieni Bwana kwa mioyo yenu yote, wala msigeuke upande, maana kufuata vitu vya ubatili visivyoweza kusaidia wala kuokoa, kwa kuwa havifai kitu, maana Bwana hatawaacha watu wake kwa ajili ya jina lake kuu, kwa kuwa imempendeza Bwana kuwafanya ninyi kuwa watu wake mwenyewe. Walakini mimi hasha, nisimtende Bwana dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi, lakini nitawaelimisha katika njia iliyo njema na kunyooka. Mcheni Bwana tu, mkamtumikie kwa kweli kwa mioyo yenu yote, maana kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Lakini kama mkiendelea kutenda mabaya, mtaangamia ninyi na mfalme wenu pia. Amen. Moderator kwako. Amen. Karibuni jamani, karibuni tumalizie this last part. Asante sana Sister Rebecca, that was powerful. Naangalia mikono hapa. Mimi ninaposubiri mkono, ninachojifunza ni kwamba Mungu ni Mungu wa rehema. Kwa mfano kama hiyo hapo ulivyosoma kwamba bado ndio wana acknowledge kwa Samueli kwamba ana acknowledge wamekosa, lakini anawaambia kwamba bado mna nafasi ya kurudi. Kwa hivyo na sisi bado tuna nafasi ya kurudi, kuomba msamaha na kurekebisha. Sister Rebecca, sioni mkono mwingine, naomba tuendelee. Amen, amen. Barikiwe sana wapendwa. Tuende mstari wa 20. Samueli akawaambia msiogope. Hapa ninaona jinsi ambavyo Mungu hata sisi ametuita tuwe wafariji kwa wengine. Samueli anafanyika kuwa wafariji. Je, ni mara ngapi sisi tunaweza tukamwona mtu amekosa, alafu tunapomwona yule mtu anaogopa, ndio unamwambia ndio hivyo, unaona? Kwa sababu yani unazidi kumshutumu au kumjudge badala ya kumfariji. Neno la Mungu linatuambia katika Wakorintho wa pili sura 4 mstari wa 4, atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote, kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Wapendwa, Mungu sisi anatufariji. Unajua saa nyingine hujui jinsi Mungu anavyokufariji mpaka ukae chini kweli utafakari. Unapoangalia mahali ambapo umepita, wewe hujawa kichaa, wewe hujapoteza tumaini. Hiyo ni kwa sababu unafarijiwa na Mungu katika dhiki zako. Na kuna mwingine dhiki kama ile inaweza ikampa taabu. Sasa mara nyingine tunajikuta tunaanza kukompea au tunaweza kumtuhumu yule mtu kwamba yani hicho tu. No,
wewe ni kwa sababu mnafarijiwa na Mungu. Waona wewe ukawe faraja kwa wengine ambao wanaogopa pale wanapopapitia. Umeona? Kwa hiyo Samueli akajaribu kuwafariji, lakini vile vile Samueli akaendelea kuambia, bali mtumikieni Bwana kwa mioyo yenu yote. Wapendwa, Mungu anataka tumtumikie kwa mioyo na sio kwa lip service. Tumtumikie Mungu kwa mioyo yetu yote. Neno la Mungu linatuambia Wakolosai 3:23, lolote mfanyalo, lolote lile lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Umeona? Kwa hiyo sisi Bwana tunapomtumikia Mungu, Mungu anaangalia moyo. Je, huu moyo unanitumikia kwa sababu unataka kunitumikia, au unanitumikia kwa sababu umeshurutishwa, au umenitumikia kwa sababu kuna faida fulani anayoipata? Ndio Mungu hapo hapendezwi. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika utumishi wetu, na katika kila tunachokifanya tufanye kama vile tunakifanya kwa Bwana. Mstari 21 anasema, wala msigeuke upande, maana kufuata vitu vya ubatili. Unaona? Kugeuka. Hivi inakuwaje mpaka tunaweza tukageuka? Katika utumishi wetu kwa Mungu, katika safari yetu ya mbinguni, katika maisha yetu tunayoishi hapa duniani, inakuwaje kwamba tunageuka, tunaacha kumfuata Mungu? Zaburi 125 inasema, wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni ambao utatikisika wakaa milele. Kwa hiyo the only time ambayo mimi na wewe tutaweza kutokugeuka upande huu wala upande huu ni pale tunapomtumainia Bwana, na tunakuwa kama mlima Sayuni, hatutaweza kutikisika. Hawa Waisraeli walifika mahali wakaacha kumtumaini Bwana. Walipomwona Nahashi wakasema, yani huyu Nahashi ili tumpige tunahitaji mfalme. Umeona? Kwa hiyo wameondoa tumaini lao kwa Mungu ambaye amewaponya, amewaokoa, amewakomboa, amewasaidia siku zao zote. Wanaweka tumaini sasa kwenye mfalme. Mungu atusaidie tusiondoe tumaini letu kwa Bwana, kwa sababu hapo ndipo penye mahali ambapo pana nani. Mstari mmoja naupenda sana ambao kila nikikumbuka usema uko katika Yeremia 17, ule unaosema hivi ya kwamba blessed are those who trust in the Lord and put their hope in God. Wanakuwa kama mti uliopandwa kando ya, yani huo mstari unaninani sana kwamba you are blessed every time. You are blessed pale ambapo utamtumainia Mungu. Utakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, na juu yake inasema amelaaniwa amtumainiaye mwanadamu. Umeona? Kwa sababu wao walikuwa wanamtumainia nani? Mfalme. Laana imeshaingia. Mstari wa 21 anaambia, wala msigeuke upande, maana kufuata vitu vya ubatili. Umeona? Kwanza niliweka ule mstari wa ni vitu vyote ubatili ule wa Proverb, sio Proverb, Mhubiri, lakini baadaye likanijia hili neno, nikasema hili neno ndio linalofaa katika mstari wa 21. Linasema hivi, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au panga? Naomba uangalie huu mstari. Zamani nilikuwa nasema hivi, ni nini kitakachotutenga na? Siku moja nimesoma nikasema, kumbe sio nini, ni nani. Kwa hiyo dhiki ni mtu, shida sio watu. Hizi ni roho, na roho yoyote ina nguvu. Kwa hiyo ukiwaangalia wana wa Israeli, ile dhiki ilivyokuja, ile shida ilivyokuja ya kuvamiwa na Naashi, wakaamua kujitenga na Mungu. Ndio na kama mimi na wewe, je, tutaalau hivi vitu kututenga? Kutaka mfalme ni ubatili, kwa sababu ukiangalia ule mstari niliosoma wa Acts unaonyesha kwamba he was only there for 40 years. Ni ubatili mtupu, kwamba hawezi akatimiliza akatusolvia our problems for the rest of our lives. Kuna wengine pale walikuwa na miaka 20, miaka 40 aliyotawala Sauli wana miaka 60. Kwa hiyo what about you, uzee wao na watoto wao na wajukuu zao?
Paulo na Mungu anatuambia kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda. Amen. Kwa hiyo wapendwa, hapa ni kutiana moyo kwamba kuna vitu ambavyo vinaonekana vinatufaa kwa sasa hivi, lakini ni ubatili. Ni afadhali kwenda kama kwenye huu mstari anavyosema kwamba ni afadhali kuuawa kwa ajili ya Kristo na kuhesabiwa haki, lakini katika yote hayo tunashinda. Yani sio kwamba alikuwa anazungumzia kwamba kweli tutakufa, tutachinjwa, tutafanywa nini. Yes, wapo Wakristo wenzetu wanachinjwa, lakini point ni kwamba kuna vitu vingine vinaweza vikaonekana kama vile ni vigumu sana, lakini pamoja na hayo yote, hizo dhiki, njaa, adha, tukisimama na huyu mfalme tutashinda zaidi ya kushinda, kwa sababu anatupenda sana. Mstari 22 anasema hivi, maana Bwana hata waacha watu wake kwa ajili ya jina lake kuu, kwa kuwa imempendeza Bwana kuwafanya ninyi kuwa watu wake mwenyewe. Jamani, kuna mambo Bwana anatufanyia, sio kwa sababu sisi ni wema, sio kwa sababu sisi ni watakatifu, sio kwa sababu sisi tuna kitu chochote. Ni kwa sababu Mungu ameliangalia jina lake na analiheshimu jina lake, anaheshimu neno lake, na ndivyo hivyo inavyompendeza kufanya hivyo. Kama kwa hawa anawaambia hata waacha, sio kwamba anawaacha kwa vile nyinyi ni wema, hata waacha kwa ajili ya jina lake. Mungu anajua nyinyi ni mwenye dhambi, Mungu anajua nyinyi mmemkosea, mmemwasi, lakini hata waacha kwa ajili ya jina lake, na kwa kuwa imempendeza kuwafanya ninyi kuwa watu wake mwenyewe. Kumbukumbu la Torati 31, Musa wakati anaondoka aliwaambia hivi, naye Bwana yeye ndiye atakayewatangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha, usiogope wala usifadhaike. Kuna mahali ambapo tunaona adui ana nguvu kuliko sisi, matatizo yana nguvu kuliko sisi, lakini tunatakiwa tukumbuke Bwana hata tupungukia wala hata tuacha. Mungu yuko pamoja nasi. Na Mungu akubariki sana Sister Victoria kwa maombi. Umeomba ule mstari, hata katika bonde la uvuli wa mauti Bwana yuko pamoja na sisi wapendwa. The Spirit is one. God, we thank you. Mstari 23 akasema, lakini mimi hasha, nisimtende Bwana dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi, lakini nitawaelimisha katika njia iliyo njema na kunyooka. Hivi umeshawahi kujiweka wewe katika miguu ya Samueli? Uko na watu wenye kichwa ngumu, unajua kabisa hawa watu haya maamuzi yao ni mabovu, na huko wanakoenda sio. Unajaribu kuambia kwa kila lugha ambayo unayo, hawaelewi. Lakini bado huyu Samueli anasema hasha, sitamtenda Mungu dhambi kwa kuacha kuwaombeeni ninyi, lakini nitawaelimisha katika njia. Hii inawezekana tu pale tunapokuwa na hofu ya Mungu. Samueli alikuwa na hofu ya Mungu, na ndio maana Mungu anatuambia Mithali 9 mstari wa 10, kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Alikuwa na ufahamu na hekima iliyopita, hekima ya mbingu. Akakataa kumtenda Mungu dhambi kwa kukasirishwa, kwa sababu angeweza kukasirika na kusema, mnajua nini, chukueni mfalme wenu, kwanza mimi nishakuwa mzee na kufa karibuni, nyie chukueni huyo mfalme wenu nini, na wala msinisumbue wala siwaombei, fanyeni mnavyotaka. Lakini hofu ya Mungu ilikuwa ndani yake, ilimfanya aweze kuendelea kuwaombea na kuwaelimisha. Na kitu cha muhimu hapa nilichokiona ni kuwaelimisha. Jamani, hamna kitu chenye nguvu katika ulimwengu kama elimu. Ndio maana Yesu alikuja kama mwalimu. Alifundisha. Kufundisha inakubadilisha fikra. Na ndio maana tunatakiwa tuwe waangalifu sana na elimu yoyote. Ndio maana ule mstari unasema silaha zetu zina nguvu ya kuangusha ngome zinazoinua juu ya elimu ya Mungu. Umeona? Kwa hiyo tunapomwelimisha mtu, hiyo ni kubadilisha mawazo yake ya conform to the will of God, na elimu ya Mungu. Mstari wa 23 na Mungu anasema hakuacha kuwaombea. Kwa nini hakuacha kuwaombea? Na kwa nini sisi leo tusiache kuwaombea watu? Kwa sababu wametuudhi. Neno la Mungu linatuambia kwamba katika Wakorintho wa pili sura ya 4, waraka wa pili wa Wakorintho sura ya 4 mstari wa 4, anasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Ndio maana hawa watu kumbe hii maneno yote ya Samueli yanaingilia huku, yanatokea huku, kwa sababu fikra zao zimepofushwa. Everything is in our heart, na kwenye fikra.
kwamba zimepofushwa na Mungu wa dunia hii. Sasa sisi tunampofuaje? Tunawekaje nuru ipate tena kuingia? Paulo alikuwa anaomba katika Waefeso, anasema ninapiga magoti, ninamuomba Mungu apate kufungua macho ya mioyo yenu yapate kuona ukuu na uweza ulioko kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hata sisi tuliookoka kuna area mbalimbali katika maisha yetu ambazo tumepofushwa na adui, kwa sababu adui anajua ukiona utaifanyia kazi, ukiona hautakuwa yule tena. Na ndivyo hawa hapa neno la Mungu linatuambia wamefungwa. Kwa hata tunapowaona watu tunawahubiria, tunawaeleza kuhusu Mungu, hawaelewi, ni kwa sababu wamepofushwa. Sio makosa yao. Tunatakiwa tuende mbele za Mungu kama Paulo alivyoenda, anasema ninapiga magoti, ninaomba ili Mungu wa mbinguni aweze kuwafungueni macho yenu. Mstari wa 24 anasema mcheni Bwana tu mkamtumikie kwa kweli kwa mioyo yenu yote, maana kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Wapendwa, Mungu ametutendea mambo makuu, lakini mara nyingi sana tunakuwa wepesi wa kusahau. Naomba kila mmoja wetu leo aende akasome Zaburi ya 77 na usome mstari wa 11 mpaka 14. Anasema nitayakumbuka matendo ya Bwana, naam nitayakumbuka maajabu yako ya kale. Pia nitaitafakari kazi yako yote, nitaziwaza habari za matendo yako. Mungu, njia yako ii katika utakatifu. Ni nani aliye Mungu wa mkuu kama Mungu? Wewe ndiwe Mungu ufanyaye maajabu, uliudhihirisha uweza wako kati ya mataifa. Umeona? Ni muhimu sana kukumbuka matendo makuu ya Bwana. Kila unapokumbuka matendo ya Mungu makuu ya Bwana, inatufanya tunyenyekee, na tunaponyenyekea neno la Mungu linatuambia katika 1 Peter ya kwamba Mungu atatukuza kwa wakati. Mstari wa 25 anawaambia lakini kama mkiendelea kutenda mabaya mtaangamia ninyi na mfalme wenu. Yani huyo mfalme, nyie wote mtaangamia. There is no exception ukitenda mabaya. Ezekiel 3 anasema lakini ukimwonya mtu mabaya, wala yeye hauachi ubaya wake wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa roho yako. Ndicho alichokuwa akifanya Samueli. Anawaonya. Kutokuendelea ilikuwa chini ya nani yao wenyewe, iko chini ya mikono yao kama wataendelea au, lakini yeye ameshawaambia, lakini na ameshawaonya kwamba mtaangamia na mfalme wenu. Kwa hiyo mwisho kabisa, kitu gani ambacho tunaweza tukajifunza leo? Samueli alikuwa na moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu ndio tunauona katika Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu hataki mtu yote apotee. Na Isaya 55 mstari wa 7 inasema mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye na haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Sasa kwa nini nimeweka huu mstari? Kwa sababu Samueli katika hotuba yake yote aliyoifanya, na hata alivyotuma ngurumo na alivyotuma mvua, alikuwa anatumaini hawa watu wataacha uovu wao na kurejea kwa Bwana, kwa sababu alikuwa anajua Mungu ni wa rehema na neema, na Mungu ni pendo, atawasamehe kabisa, na Mungu ataendelea kuwa mfalme wao. Lakini walikaza mioyo yao migumu. Neno la Mungu linatuambia ukisikia sauti ya Bwana usifanye moyo wako mgumu. Leo tena inasema leo usikiapo sauti ya Bwana usiufanye moyo wako mgumu. Kwa hiyo ninaongea na wewe ambaye unanisikiliza either live au utasikiliza baadaye, kwamba umesikia leo kwamba neno la Mungu linatuambia mshahara wa dhambi ni mauti, na hawa walikuwa na Mungu anasema nimeweka mauti mbele yako na uzima mbele yako, chagua uzima. Kwa hiyo ninakuuliza wewe, je, utachagua uzima au utachagua mauti? Mungu hamlazimishi mwanadamu, ndio maana amesema chagua. Mimi pamoja na wenzangu wote tulioko katika kikundi hiki cha VBV Swahili tunatamani unaisikiliza au ambaye utasikiliza baadaye upate kuchagua uzima, kwa sababu wakati ni huu, kama neno la Mungu linavyosema. Leo utakapoisikia sauti ya Bwana usiufanye moyo wako mgumu. Ni matumaini yangu utachagua uzima, na kama hivyo ndivyo, naomba uwasiliane na kiongozi katika grupu hii ya VBV Swahili. Tuna viongozi
wengi katika hii group. Kama wajui, naomba kama unaangalia kwenye YouTube unaweza ukasema naomba kuwasiliana na viongozi, na kama uko kwenye group tunaomba kwenye group uweze kusema naomba kuwasiliana na viongozi, na viongozi watakutafuta ili uweze kuchukua hatua ambayo sio tu itakuponya maisha yako ya leo bali maisha yako ya milele. Hitimisho, namalizia kwa haraka. Samueli aliwaaga Waisraeli akiwa mwenye haki mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Samueli ametumia nafasi hii kuwaonya, kuwafundisha, akitumaini kuwa watarudisha moyo na kumkataa mfalme. Na sisi vile vile tumepewa nafasi kama hii, mimi na wewe, kuwaonya watu, kuwafundisha watu, na siku zote tunatakiwa tutumaini kwamba watarudisha moyo na kukataa kutawaliwa na shetani. Lakini wanapokataa, hawatukatai sisi, wanamkataa mfalme kuwatawala, na hiyo ni kazi ya mfalme mwenyewe, ataendelea kuwafuatilia. Sisi tunatakiwa tufanye sehemu yetu, kama Samueli alivyoendelea kuwaombea, na sisi tuendelee kuwaombea. Uovu wa Wanaisraeli ni sio kumtaka mfalme uovu wa Wanaisraeli ni kumtaka mfalme nje ya mpango wa Mungu, wakiongozwa na hofu na kutokumwamini Mungu. Kwa hiyo hili jambo naomba wote tukalibebe, kwamba tunapoomba maombi, je, tunaomba katika mpango wa Mungu? Na je, tunaongoka kitu gani ambacho kinatusukuma kukitaka hicho tunachokitaka? Is it hofu? Is it unbelief? Na kama ndivyo, then hicho sio mapenzi ya Mungu. Yani hizo ndo dalili kubwa zitakazotufanya tujue hiki kitu sio mapenzi ya Mungu. Kama ni hofu na kutokuamini ndio vinavyotusukuma. Lakini tunapoongozwa na Roho wa Mungu, ni roho wa upendo, ni roho wa nguvu, ni roho wa hekima, na ni roho wa upole, tutajua tuko katika mapenzi ya Mungu. Jamani, watu wamefungwa macho, wapendwa mliookoka, tuwaendelee kuwaombea waliofungwa macho katika familia zetu, waliofungwa macho katika ulimwengu wote. Mungu awabariki. Tukutane tena wakati mwingine sana Mungu atakavyotujalia. Amen. Narudisha kipindi kwa moderator. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakutia sifa na shukrani. Tunasema asante kwa somo la leo. Asante kwamba Bwana, sisi tunapoangalia kitabu hiki cha Samueli tunaweza tukawaza sana kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuata siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.